Na kushukuru na kukaribisha ndugu mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa Sheni YouTube hii Kizazi TV. Na leo tumepata neema kufika huku Rwese, mahali ambapo kunajulikana kwamba kanisa la Waadventista wa Sabato lilianzia, na tumebarikiwa kuwa na mtumishi wa Mungu, mchungaji kwa muda mrefu, ambaye atatuzungumzia kidogo kuhusu historia ya kanisa la Waadventista wa Sabato kufika katika eneo la Rwese, hasa na kwenye teritwari ya Beni na Lubero. Na kwa kujitambulisha, karibu mtumishi wa Mungu. Kwa majina unaitwa nani? Asante sana mchungaji. Kwa majina ninaitwa Pastor Kasereka Kamala Jerome. Pastor Kasereka Kamala Jerome, habari ya asubuhi? Nzuri, tuko salama kabisa kwa neema ya Mungu. Basi tunamshukuru Mungu kwa kutupokea vizuri na kukubali kuwa na mazungumzo pamoja nasi. Asante sana. Pastor Kamala, umemtumikia Mungu kwa muda mrefu na umejulikana sana kwa kazi ambayo Mungu ametenda kupitia wewe. Sijui umetumikia Mungu kwa miaka ngapi kabla ya kustaafu? Kabla ya kustaafu nilitumikia Mungu katika sehemu mbili za kazi ya kumtumikia Mungu. Ndiyo. Kwanza mimi ni mwalimu. Aha. Nilitumika kama mwalimu na kama kiongozi wa shule za msingi, yani école primaire. Na baadaye ndipo sasa nikaingia katika sehemu ya kiinjilisti ninapokuwa mchungaji. Ndiyo. Na miaka ya uchungaji ni 25 na miaka ingine yote nilitumika kama mwalimu. Asante sana, tunafurahi na tunamshukuru. Kuna kitu fulani ambacho kimekupendeza katika huduma yako ulipomtumikia Mungu, kitu ambacho kinakuvutia sana kila mara unapokumbuka baada ya kuwa retraite, unakumbuka lakini Mungu alifanya hiki, kinanipendeza sana, kinakuletea raha? Ndiyo, ni mambo mengi. Ndiyo. Lakini kwa kifupi, kile ambacho ninafurahia Mungu ni kwamba ingawa matatizo na changamoto katika kazi, yeye aliendelea kunishikilia na kuwa suluhisho katika maswali yote ambayo yalikuwa yanajitokeza katika kazi. Asante sana. Asante. Basi kwa sababu siku hizi tunaanza kuwapoteza sijui wazee ambao kanisa ilikuja wanajua ama wanajua historia ya kanisa, tumepata leo neema ya kuwa pamoja na wewe. Ikiwa unaweza kutuelezea tu kwa maneno mafupi kanisa kabla haijafika Rwese, kwa sababu watu wengi wamejua kanisa ya Banyarwese kabla ifike Rwese, kwanza ilitoka wapi kanisa ya Waadventista wa Sabato? Asante sana. Rwese, tunakuwa Rwese, lakini tunajua ya kwamba makao ya kanisa letu katika teritwari Lubero na Beni yamehamishwa kutoka Rwese mpaka Butembo Chalala. Na sasa hapo mwanzo Rwese na umoja na uongozi wa kanisa ulijulikana kama NCF, yaani North Congo Field. Yaani ilikuwa ni sehemu ya kazi katika nchi yote ya Kongo. Na hii kanisa au field au uongozi wa kanisa uliundwa kwa mwaka wa 1956. Na eneo la Lubero, Beni na sehemu ya Province Orientale ikitosha distriki ya Kisangani. Yaani kazi ilikuwa ni Rwese, unakamata teritwari mbili Lubero na Beni, kisha unakamata sehemu ya Province Orientale. Na sasa kazi ilipoanza hapa Rwese ilianzishwa kwa mwaka wa 1939. Inaanzishwa Rwese, na wale wa misionari wa kwanza ni wawili. Mmoja wa kwanza anaitwa Mater na wa pili anaitwa Delove. Wale Mater na Delove walikuwa ni wazungu. Na sasa hao wazungu walitoka Rwanda. Mmoja alitokea Rwanda, wote wawili walitoka Rwanda, lakini mwingine akaingia Kisangani mahali wanapoita Kirungu. Sasa akatoka tena Kirungu akaja kukutana na Mapere, yani Delove. Sasa hao wawili wakaanzisha kazi ya injili hapa Rwese. Asante sana. Wakati wale wawili wamefika hapa Rwese, wale wazungu, sijui kama mzaliwa Mnande, watu walipokea injili sijui namna gani wakati wanakuja wa missionnaire? Walipofika na wakaenda kujiripoti kwenye teritwari ya Lubero. Na walipofika Lubero, teritwari ikawaongoza ikawapeleka mpaka Luotu.
Luotu wana mahali wanapoita Burundi Bukekena. Ni pale makao ya kwanza ya hao wa misionari, na hawa watu wa Nande wa Bukekena Luotu waliwapokea vizuri sana, hawakukuwa na shida lolote. Asante. Nikusema kabla kanisa ifike kwanza hapa Rwese, baada ya waongozi kujitambulisha huko Lubero, waongozi wa serikali wakasema tunawapatia eneo ya Luotu. Ya Luotu ndio bahali wanapoita Bukekena. Bukekena ndio au Burundi. Kunakuwa misioni ya Waprotestanti leo pale. Ndio. Sasa unaweza kutuelezea namna gani tena walitoka huko Burundi huko Bukekena pale Luotu kufika tena hapa Rwese? Nini kilitokea na nini kilisukuma tena wafike hapa? Asante sana. Katika eneo ambalo linakuwa na mawe, walipotoka mahali pa Luotu, ingawa tunasema hakukuwa shida, ndio watu kwa wakaaji hakuna shida, lakini kaonekana kukatokea shida kidogo kidogo kati ya makanisa madini, na hapo sasa waongozi wakaona ya kwamba hawa watu hawatasikilizana hapa na makanisa mengine ambayo yalikuwa yametangulia pale. Kwa hivyo wakatoka Bukekena wakawapeleka mahali wanaita Leango, ni huko tu Luotu, kwa mwaka wa 1940. Inapofika 1941 wakatoka tena Luotu, wakasema waje hapa Kitsuku karibu na Rwese. Na Kitsuku tena hiyo shida ikaendelea katikati yao na makanisa mengine, viongozi wa makanisa tu, lakini kwa wakazi hakukuwa shida. Kwa hivi wakaamua ya kwamba pana tunakuwa na mlima moja hapa karibu, ni mlima wa mawe, tuwatume pale, na watakapofika pale wanapoona ya kwamba mawe kabisa itakuwa shida, watakata tamaa na kurudi. Lakini cha kushangaza ni kwamba sasa Mungu hayo mawe ikawa na mibaraka. Na ukiona Rwese imejengwa na hiyo mawe, ukishuka Lukanga shule zetu zote university na ile ya secondary zote zimejengwa kutokana na mawe ya kutoka mlimani Rwese. Ndio. Akumbe sana zingine makanisa ambazo zilikuwa zimetutangulia hazikuelewana na waongozi wetu wa missionari, na wakaamua kuwapeleka mahali ambapo wanadhani watakata tamaa, lakini Mungu akabadilisha hiyo jambo na kuwa baraka kwa ajili ya kanisa. Asante. Tunashukuru Mungu kabisa. Ndio. Na wakati walikuja wamekuwa wawili wale wazungu ambao wamewazungumzia. Sasa walijua lugha namna gani? Na wamishonari wa kwanza ama wapionie sijui wetu wa weusi ilikuwaje? Ndio, walipofika hawakuwa wao peke. Walisindikizwa na wainjilisti kutoka Rwanda. Na mwinjilisti wa kwanza aliitwa Masuhuko Metusela. Na wa pili alikuwa anaitwa Simoni Dizikwira. Sasa huyu Samueli yeye alikuwa anazungumza Kiswahili. Ni yeye alikuwa anasaidia wazungu kuwasiliana sasa na wenyeji. Ndio, na hao ndio walikuwa wa misionari weusi waliotoka Rwanda ambao walisindikiza hawa wazungu. Na wao ndio waliingia katika kazi pamoja nao huko Luotu, Kitsuku na hapa Rwese. Na sasa walipofika Luotu na hapa Rwese, ukawa sasa Wanande wa kwanza ambao walikubali Injili. Kati wale Wanande kuna majina ambazo unaweza kuzifahamu? Ndio, tunakuwa nao. Wa kwanza wote wamekwisha kulala, lakini wa kwanza anaitwa Ibrahimu Kamaru. Hata watoto wake wako hapa Rwese. Jamaa ya Ibrahimu Kamaru ilikuwa jamaa ya kwanza kupokea ujumbe. Ndio. Na wa pili anaitwa Andre Kalondero. Huyu ni baba, ikiwa mnakuwa na ufahamu, kuna jina linalojulikana la Papa Kyataka Butembo. Ndio ile sasa huyu Kyataka ni mtoto wa huyu Andre Kalondero. Na watatu ni Yohana Kataka. Yohana Kataka ni baba yake na Pastor Kikenza. Kikenza alitumika na yeye amestaafu, alikuwa anakuwa Beni. Kwa hivi hawa wakawa wa kwanza kubatizwa, na wakaingia katika masomo ya primary hapa Rwese, na wakawa pia wa misionari. Asante. Nikusema wakati wa misionari walikuwa wakifika hapa, walikuwa wanajenga sio tu kanisa, walikuwa wanajenga pia na shule. Ndio. Yaani yule mwinjilisti alikuwa anatumika kwa ngambo ya Biblia na masomo. Anakuwa mwalimu wa masomo na anakufundisha Biblia. Kwa hivyo kila mtu ambaye alikuwa anapokea ujumbe, baada ya kupokea ujumbe wanakuweka kwenye shule. Ndio. Kwa kuandaa kuwa mwinjilisti. Ndio, na shule ilikuwa ni mpaka mwaka wa 6.
wa shule ya msingi. Na hapo natoka unakuwa mwalimu pia. Unakuwa pia mwalimu. Ndio. Na walikuwa wanafanya kazi vizuri kuliko sisi wa leo. Hatuwezi kusema kuliko sisi, lakini walijitahidi, kwa sababu ukiwaona leo hata katika kanisa la Waadventista, ukiona wale wanaozungumza Kiswahili kizuri, ni wale wa ile shule. Asante. Kwa hivyo walijitahidi sana. Asante sana. Ndio. Kwa hivyo kanisa ilikuwa imekaa hapa Rwese. Na sasa ikaendelea tena namna gani? Sasa ilipoendelea hapa, makanisa ya kwanza yakawa Kisinga. Unapofika Luotu ni upande unapofika Luotu ni upande wa gauche wa misioni ya Wakatoliki wa Luotu. Hapo ni 1941. Na kukawa Kisinga, kukawa Rukemba. Unapofika Luotu unapita mahali wanapoita Musaka, kuna kanisa letu pale Rukemba. Kukawa kanisa la tatu kako wa Mageria 1942. Na Kamole pale ngambo wanaita Ngitse. Hayo ndiyo makanisa ya kwanza ambayo yalianzishwa kutoka wa misionari hapa Rwese. Na baadaye sasa kwa 1964 hiyo ilikuwa ni katika teritwari ya Lubero. Sasa katika mwaka wa 1964 nafikiri ninyi mlikuwa labda hamjazaliwa na mnasikiaka habari ya rebelio ya Mulele. Sasa Mulele ilipoisha, sasa mahubiri na injili kapanuka kutoka teritwari ya Lubero mpaka teritwari ya Beni. Na yule aliyeanzisha kazi huko Beni anaishi mpaka leo, anakuwa hapa pembeni yangu, anaitwa Pastor Elisha Sengerwa, yule ambaye aliwaombea jana katika Convention 1964. Na yeye alienda baada ya kampanya de evangelisation ambayo iliendeshwa huko Beni na Pastor Andre Kaviabu ni amelala, lakini ni baba ya Pastor Muvachi anaishi leo huko Lukanga. Pastor Ezekiel Muvachi. Sasa yeye ni baba yake. Baba yake naye alienda hubiri, alikuwa mchungaji, akaenda fanya kampanya de evangelisation. Aliporudi hapa Rwese, wakati alikuwa amepata watu, Roho wa Mungu ameongoza watu wakabatizwa, ndipo mission ikaamua Pastor Sengerwa aende anzishe, atafute parcelle hapo Beni na wajenge nyumba ya mchungaji. Na yeye akawa mchungaji wa kwanza hapo Beni. Baada Beniville Madrandele pale. Ndio, na ilikuwa ni puri kabisa. Na kisha kukawa sasa viongozi wengine ambao walifuatilia. Kukawa Pastor Kaini, yeye ni Samuel, yeye ni baba yake ya Trésorier Kikama ambaye alikuwa trésorier wa filmu yetu. Kukawa Kambale Yoshua Mukwarambia kwa 1970 mpaka 71. Kukawa pia sasa kiongozi Beni kwa 1978, na Beni ikawa station. Ndio, yani tulikuwa na station tu ya Rwese ambayo ilikuwa inafika kule kote Rwenzori, Chavinyonge mpaka Mangina, station moja tu. Sasa ndipo kwa 1978 tukawa sasa na station mbili, kukawa ya Rwese na ya Beni. Na muongozi wa station ya Beni wa kwanza aliitwa Pastor Joseph Shatoka. Ndio, yeye ndiye alikuwa kiongozi wa kwanza. Na hiyo station ya Beni ilikuwa tu na districti 3, ikawa Beni, Majo na Chaveso. Ndio. Sasa hapo nimeelewa, kanisa imekuja inafikia kwanza, wanaenda fika Lubero wanatuma watu Luotu wanaendea kama wapi tena mpaka wafike Rwese. Sasa Butembo nayo ilikuwa pata tena injili namna gani wakati imefikia kwanza Beni? Butembo inakuwa katika sehemu tu ya Rwese. Ndio, inakuwa katika sehemu ya Rwese. Hapo nimeelewa. Ndio. Asante sana, tunafurahi sana kwa hiyo historia ambayo imetubariki. Ndio. Sijui kuna nyingine ambao unaweza kutuelezea kuhusu hiyo historia tu? Kwa historia hiyo nadhani nikiongeza tu watu wakipenda kutafuta tunakuwa na kitabu kinachoitwa Note du cours d'histoire de l'église adventiste du 7e jour en Afrique et en RDC, na kinakuwa Lukanga kwa Iniluk
ambacho kiliandikwa 2014 na marehemu Dr. Kakule Mitimbo Paul kwa page yake ya 56. Na tunakuwa na kingine wanaita encyclopédie ya kanisa la Waadventiste volume ya 10. Pale mtu akitafuta katika malibreri zetu unaweza kupata pia kwa page ya 1636 kifupi cha kazi namna ilianzishwa hapa Rwesi. Na tunakuwa na kingine kinaitwa Seventh Day Adventist Yearbook na cha 2013 kwa page ya 39 pia wanazungumzia. Kisha kuna watu miongoni mwa wapasteri ambao wamekuwa wamestaafu ambao tuliendea na kuwauliza. Kwa mfano Kasai Nzingene, yeye amelala pia retrete, ambayo tulimhoji na tukamuuliza tarehe ya 20 mwezi wa 7 2017, na yeye alitoa mwangaza kwa sababu alikuwa miongoni mwa wale wa kwanza. Na kile ambacho ninaweza kuongeza ni kwamba sasa kazi ilipopanuka na wachungaji wakawa wengi na washiriki wakaongezeka, na tunaweza kusema sasa wale ambao kabisa wa autochtone ambao wamesaidia kuongoza kazi, wa kwanza Munande ambaye alikuwa president wa field anaitwa Kambere Lyasweka Levi, na huyo Kambere Lyasweka Levi ndiye baba yangu. Asante. Na yeye akawa Munande wa kwanza baada ya wazungu, na kulikuwa watu wa Katanga kama Pastor Mwema ambaye aliongoza field hii, na yeye aliomboa sasa Pastor Ruterahabusha ambaye pia alikuwa Mnyarwanda, ndio sasa walikuwa wageni wa mwisho kuongoza field hii. Sasa baada ya baba yangu Pastor Kambere Lyasweka akaja Pastor Baluku Mbua, yeye naishi mpaka leo anakuwa hapa Rwesi. Na baadaye ikawa marehemu Pastor Kamate ambaye amekwisha kulala pia Ezra, na baadaye kukawa sasa Pastor Kisunzu ambaye naishi, na baadaye kwa Pastor Mutavari, na baada ya Mutavari akaja Pastor Kaletu ambaye pia amelala, na baadaye kwa Pastor Chusa ambaye anakuwa katibu sasa wa union yetu hapa kule Goma leo. Na sasa tunakuwa na President Makeo Kambale ambaye anaongoza field hii. Asante, tunashukuru sana kwa historia nzuri hii. Ndio. Sijui unajisikia namna gani wakati umeelezewa historia ya kanisa jinsi imeanza na nyingine umeyaona kwa macho, na sasa jinsi unavyoona kazi ya Mungu inaendelea siku hizi, unajisikia namna gani? Ndio, tunajisikia vizuri zaidi sana tunapoona sasa ninyi watoto na vijana mnashikilia kazi, na kile ambacho tungeomba ni kwamba namna mmekuja kuuliza na kuomba historia ya kanisa, pia usikosekane ile muungano. Ikiwa mnaweza kupata shida, msikose kuendea wazee na kuwauliza hapa mambo yalipokuwa kama haya mlifanya nini na Mungu akawaongoza kufanya namna gani. Na hii itatusaidia kazi kusonga mbele vizuri sana. Basi tunashukuru sana nasi kupata wazee wa hekima kama ninyi ambao wamtumikia Mungu wakati mrefu, tena ambao wako tayari kutushauria na kutuongoza katika kazi. Asante. Kwa hivyo tunaahidia kwamba kila muda tutakapokuwa na changamoto fulani ama tukiwa na haja ya shauri fulani, tutakuwa tukiwaendea ili kwamba tena mtuelekeze katika kazi yao. Asante sana, tuko tayari kabisa. Basi tunaomba Mungu awasaidie pia ili sisi sote tusonge mbele na kazi ya Mungu inapoisha, sisi wote tupewe uzima wa milele kama zawadi ya kazi ambayo Mungu ametuwezesha kutenda hapa duniani. Asante, tunawatakia kazi njema. Asante, pia tunashukuru. Asante. Unaweza kutubariki kwa ombi? Tuombe. Asante Mungu, muumbaji wa mbingu na dunia na vyote vilivyomo. Imekupendeza sisi tuitwe wana wako. Hatustahili Mungu, lakini tunaomba neema kutoka kwako na uwezo, ili tunapokutumikia Roho wako atujaze siku kwa siku, na Kristo unapokuja matunda mengi yaonekane kutokana na kazi ambayo umetutolea na ambayo umetutwika, ili tuitende kutokana na uongozi wako. Bariki watumishi wako ambao wamekuja kuonana nasi na kiroho na kimwili pamoja na jamaa zao, na wapatie njozi nzuri wanapoongoza makanisa mbalimbali na shule, ili watu wengi wapate Mungu atakayowaangazia na
Kristo unapokuja katika ufalme wako tuwe wengi ambao watakupokea na kupokea taji ya mbinguni. Asante kwa sababu umetusikia. Tunaomba ni katika jina la Bwana na la Mwokozi Yesu Kristo. Amen. Pastor, tunakushukuru sana, Mungu akubariki. Asante na wewe. Basi ndugu mpendwa mtazamaji na msikilizaji, asante kwa kuwa mwaminifu wa kufuata vipindi kwenye The Lord Jesus TV. Endelea kujiabone kwenye channel yetu ili upate kuendelea kuelewa mambo mengi kuhusu kanisa la Waadventista wa Sabato na misio wanayo kwa ajili ya kuokoa mioyo ya watu. Mungu akubariki.